Bwana mambo vipi? Ni mimi Lenny Brown, mimi ni Kazi Republic bwana. Leo nipo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, yani UDSM. Nipo hapa na kijana ambaye tumepotezana kwa muda mrefu sana. Bwana kaa kwanza. Usiwe na haraka. Cameraman nifuate. Bwana huyu kijana tumepotezana kwa muda mrefu sana. Nafikiri ni miaka 4 sasa. Tulikutana katika shule moja ya Nywera huko mjini Tabora, katika mkoa wa Tabora. Tukawa ni ndugu, tukahaso, tukawa tunatafuta elimu ya kidato cha 6. Tulivyoimaliza kila mtu akakata kushoto, mwingine akakata kulia. Lakini leo Mungu alivyomwema tumekutana. Bwana huyu anaitwa Tumaini. Bwana mambo vipi? Salama kabisa ndugu yangu. Uko fresh? Ndio. Unaweza kuambia watazamaji kwamba wewe ni nani? Mimi kwa sasa ni mwalimu ambaye nimetoka na hitimu mafunzo yangu hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bwana kwamba wewe ni muhitimu. Yeah. Vijana wengi majenzia ambao wapo vioni wanapenda kujiita mafinalist. Ndio. Na wewe ni mmoja wao. Ndio. Vizuri kabisa. Sasa bwana Tumaini, ndio. Wewe kama finalist, ujue katika jamii ambayo tunaiishi ni jamii ambayo hususan ni jamii ile ambayo haina elimu sana kuhusu watu ambao wanatoka mavioni kwenda mtaani. Ndio. Unafikiri ni mbinu gani ambazo utawashawishi au utaishawishi jamii ambayo utakwenda kuishi nayo kwamba tayari nimetoka chuo? Sasa kama nimetoka chuo sio lazima kuja kuajiriwa na serikali kama wao wanavyoamini, kwa sababu jamii nyingi inakuwa inaamini kwamba unapotoka chuo lazima uajiriwe na serikali ili tu maisha yaende. Sasa wewe utawaaminisha vipi au utawaaminisha vipi jamii ambayo unaishi nayo? Kwa sababu mpaka mimi tunavyozungumza hapa naamini huenda hata wazazi wako wakawa naamini kabisa kwamba wewe bwana ukitoka tu uko unakwenda kushika chaki. Ndio, nimekupata katika maswali yako mawili hayo. Kwanza, kuielimisha jamii sio kwamba ni usiku mmoja tu, kwamba nimeshawa address mimi ni mwanachuo, nimemaliza chuo tena chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwamba baada ya kuambia tu hivyo wao tayari ndio nishawaelimisha. No, itategemea sasa mimi baada ya kutoka chuo naenda kufanya nini. Ndio. Kwa sababu ili mwanze kumwaminisha mtu lazima kwanza uanze kutumia vitendo, action tunaziita. Ukishazitumia hizo action watu wataanza appreciate mdogo mdogo. Mwisho wa siku pamoja na kuwaelimisha, engage katika discussion mbalimbali, hivyo mwisho wa siku watu wanaweza kawahamisha katika mawazo waliokuwa nayo ya mwanzoni kwenda kukufuata wewe kama mtu ambaye umeshaelimika. Vizuri kabisa. Ndio. Karibu bwana. Leo ikiwa ni tarehe ngapi Tumaini? Leo tarehe 26. Bwana ikiwa ni tarehe 26, ikiwa zimebaki siku 5 kumaliza mwezi huu wa 7. Ndio. Ndani ya mwaka huu wa 2026. Ndio. Siku hii ya leo inakuwa ni siku muhimu sana kwa sababu inakuwa ni siku muhimu ambayo mimi na wewe tunaandika kitabu ambacho kurasa za kitabu hicho zinakwenda kuwa na nguvu kubwa sana katika kitabu hicho. Ndio. Kwa sababu kama unapojua ni vizuri kabisa, lakini pia ni raha kukutana na kama ndugu na mtu au ndugu yako ambaye mmekuwa mmepotezana kwa muda mrefu. Ndio. Naomba uambie neno moja vijana ambao wapo kambini hivi sasa, katika kambi nyingi za JKT. Ndio. Bila kuisahau kambi yetu pendwa ambayo imetulia. Ndio. Imetulea sisi Msangi JKT. Ndio pale Tabora. Yeah. Ndio. Unawaambia nini vijana ambao wanakuja chuoni? Moja kwa moja katika kuwaelimisha hao vijana wanaokuja chuoni, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kuna wimbi kubwa sana la wanafunzi wanadanganyika na wengine wanashawishiwa kuhusiana na selection za kozi vioni. Lakini fortunately mimi nataka tu niwashauri na kwa address kwamba swala la kuja kusoma kozi vioni lisio shinikizo kutoka kwa mtu, bali mwanafunzi yeye mwenyewe mhusika anatakiwa achague kwamba option yangu ya kwenda kusomea vioni ipo hivi, ni kozi fulani, na sio kushurutishwa na mzazi wala mtu mtu tofauti na yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu anayekuja kuhaso chuo ni yeye na sio wale ambao wanaomforce. Kwa sasa na washauri wao wenyewe wawe committed katika kuchagua kozi ambazo wanazipenda na mwisho wa siku waje kuzitekeleza katika kutimiza malengo yao hapa vioni kama sisi tulivyokuwa tunafanya. Kwa hivyo fanya hivyo, wataweza kuepuka shari ambazo zitakuwa zinatokea mbeleni, kama vile kushindwa kusoma kozi hiyo. Wengine wanahama kozi na wachukua muda mrefu kuhama kozi kwenda kwenye kozi fulani, unaona. Ili kuepuka yote hayo, sasa wanafunzi wanatakiwa wawe very meticulous, wawe very carefully katika kuchagua hizo kozi na baadaye waje wasome hapa vioni. Bwana
Huyu alikuwa ni Tumaini. Ndio. Na mimi ni Lenny Brian Million Quest Republic. Hivi ndivyo namaliza mjadala huu mzuri ambao nilikuwa nikiufanya na ndugu yangu hapa. Na nikushauri tu mtazamaji ambaye unatazama clip hiyo, usiache kutufuatilia. Asante. Ulikuwa na mimi Lenny Brian Million, bila kumsahau Tumaini Iranga Kimini, mtu wa Tabora, Mnyamwezi kutoka Tabora. Asante. Asali iko Tabora. Waambie asali, unataka asali.